Tumeingia kwenye malango mapya ya mwezi mpya. Ni muhimu katika ulimwengu wa roho kutamkia mwezi huu unataka uaje kwako na ni nini ambacho unatamani Mungu atende. Kila mwezi una lamani yake kiroho. Kila mwezi una matukio yake kiroho. Adui shetani kuna wakati huwa anaandaa ratiba zake, kuna wakati anaandaa mambo yake na vitu vyake katika kila mwezi. Vivyo hivyo nasi katika imani inatufaa kuombea mwezi mpya, kuutamkia na kuutabiria. Kuna malengo ya mwezi ambao unatamani Mungu ayatende katika mwezi huu. Ni muhimu sana kuombea mwezi na kukamata na kuumiliki ili uwe katika sehemu ya maisha yako. Ukae ndani ya lamani na ratiba ya Mungu katika maisha yako. Shetani anataka kukupishanisha na watu maalumu au watu muhimu kwenye maisha yako au vitu vya thamani. Ni kwa sababu anajua ratiba katika ulimwengu wa roho afanye nini katika siku gani. Hivyo na sisi katika imani nafaa kuombea mwezi kabla adui hajafanya chochote. Ombea mwezi wako. Ni kitu muhimu sana. Kila mwezi una baraka yake. Kila mwezi una matokeo yake. Pengine mwezi huu ndio mwezi wa majibu yako. Pengine mwezi huu ndio mwezi wa uponyaji wako. Pengine mwezi huu ndio mwezi wa kukutanishwa na watu sahihi, watu wa hatima yako, watu muhimu kwenye maisha yako. Nini cha kufanya? Ukamate mwezi, uombee, utabirie, usemeshe. Yasemeshe malango ya mwezi mpya. Malango yana mahusiano makubwa sana ya wewe kuingia au kukataliwa. Malango yana mahusiano makubwa sana ya wewe kumiliki au kuishia nje. Basi ni vizuri kukamata mwezi na malango yake. Kitabu cha Zaburi ya 24, kitabu cha Zaburi ya 24, Biblia inasema kwamba 24 mstari wa 7, inueni vichwa enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kumbe kuna malango yanayoweza kufanya mfalme wa utukufu aingie au apite. Nasi tunaenda kuambia mwezi huu kwamba ufunguke ili Mungu apite katika maisha yetu. Ufunguke ili Mungu apite kwenye kila ambalo Mungu alikusudia, kwenye kalenda na ratiba ya kimungu. Kila ambacho Mungu alikuwa amekusudia kiweze kutimia. Na kama mfalme wa utukufu akiingia, basi kila kazi ya giza haitafanikiwa kwa kuwa yeye ni hodari. Anasema ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Kumbe Mungu ni hodari wa vita. Akiingia kwenye mwezi wako, kama kuna jambo lolote ambalo adui alikuwa amelipanga, mfalme wa vita, mfalme wa utukufu ataenda kubatilisha vyote. Utakaa kwenye kalenda yako, kwenye ratiba yako, na utamuona Mungu kwenye maisha yako. Huu mwezi una majibu yako. Huu mwezi una matokeo yako. Huu mwezi utaenda kumuona Mungu. Ataenda kurejeshea vitu ambavyo vilipotea. Ataenda kukuinua, ataenda kukuimarisha, ataenda kukutanisha na watu ambao hukutegemea. Ataenda kukufanyia njia mahali ambapo ulikuwa ufikiri kama njia itatokea. Maana umemwalika Mungu, umemkabidhi Mungu na umekuwa karibu na Mungu. Mungu atakusaidia. Twende tukauombee mwezi sasa. Mungu tunakushukuru tangu mwezi uliopita hata sasa tumeingia kwenye malango mapya. Na ukamata mwezi pamoja na mtu huyu ambaye ananisikia. Kama kuna mahali tulikukosea, tunaomba rehema, naomba msamaha kwa ajili ya mtu huyu. Huenda kuna vitu tulikosea, kuna vitu tulienda kinyume na mapenzi yako, hatukukualika, lakini wakati huu Bwana tumeona ni vema kuanza na wewe. Tumeona ni vema kukukaribisha wewe. Nami nakualika katika mwezi huu. Kamata anga la mwezi, kamata anga la mwezi mzima. Huu mwezi wote na uteka. Huu mwezi wote na unganisha na mtu huyu. Kila ambacho umemwandikia kutane nacho kikawe cha kwake. Kila ambacho umeandika mwezi huu akipate akakipate. Naenda kila kinyume na roho ya giza kumpishanisha na baraka, roho ya giza ya kumchelewesha, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana imeandikwa kwamba kuna wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anataka aende mahali, lakini shetani alimzuia mara ya kwanza, akamzuia mara ya pili. Kumbe kuna watu ambao wameandaliwa na shetani kwa ajili ya kuzuia mafanikio, kwa ajili ya kuzuia baraka za mwezi. Mungu, kile ambacho umekiandaa, wale malaika ambao umewatuma mwezi huu waweze kufika na kuleta majibu na kuleta matokeo, na kuombea Mungu akusaidie ukae kwenye lamani, ukae kwenye connection ili ukutane na majibu yako. Na kuombea yale maombi ambayo umemwomba Mungu kwa muda mrefu, ukasema Bwana nakungoja wewe na kusubiri wewe. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa majibu yako. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa kumuona Mungu akakujibu kwa namna nyepesi. Yaani mambo ambayo yalikuwa ni magumu ukaone wepesi wa ajabu. Mungu akakufanyia njia mahali pasipokuwa na njia. Narejesha mahusiano yako na Mungu. Namrejesha Roho Mtakatifu ndani yako. Narejesha kiu ya imani na maombi irudi ndani yako kwa nguvu. Roho wa Mungu akurejee. Roho wa Mungu akurejee. Roho wa Mungu akurejee. Kibali chako kirejee. Njia zako zifunguke. Mipenyo yako ifunguke.
katika uchumi, katika ndoa, katika mahusiano, katika kibali cha mambo yako yote. Mipenyo ifunguke. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa hatima yako. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa matokeo yako. Mwezi huu yale mambo ambayo yalikuwa yaishi hayafiki mwisho, Mungu akupe neema, akufanyie muujiza, ukamalize mambo yako, ukamalize vitu vyako kwa muujiza. Mungu afungue milango ya uchumi, afungue milango ya fedha, akuinulie watu kutoka mahali popote, na waita wainuke kwa ajili yako. Wale watu ambao Mungu amewaandaa kwako, na waita na wakutanisha na wewe. Pokea neema, pokea kibali, pokea ushindi kwa jina la Yesu. Kila kizuizi cha giza na kiondoa, roho ya uharibifu na iondoa, roho ya kuchelewesha na iondoa. Mungu akutetee katika jina la Yesu. Mpango wa giza ushindwe, mpango wa shetani ushindwe, kazi ya kuzimu ishindwe. Tunaenda kila kinyume na ratiba ya kuzimu, naenda kila kinyume na ratiba ya shetani, na ukomboa mwezi huu tangu tarehe ya kwanza, tarehe ya pili mpaka tarehe ya mwisho. Na achilia damu Yesu, na achilia damu Yesu, achilia damu Yesu pamoja nami. Komboa mwezi huu, komboa familia yako kwenye mwezi huu, komboa matokeo yote, komboa kibali chako. Yale mambo yaliyocheleweshwa yakapate kujibiwa ndani ya mwezi huu. Vile vitu ambavyo ulisubiri kwa muda mrefu upate majibu, Mungu akufanyie muujiza ndani ya mwezi huu. Huu mwezi ukaumiliki. Ombea miguu yako sasa iweze kumiliki mwezi huu, na iombea miguu yako, maana Mungu amesema kwamba mahali popote tutakapokanyaga nyayo za miguu yetu ametupa kuwa pa kwetu. Nami naomba mamlaka ya kimungu kwenye miguu yako. Kanyaga ndani ya mwezi huu, umiliki. Umiliki mwezi huu kwa miguu yako. Umiliki mwezi huu kwa miguu yako, kwa hatua zako. Ambia miguu yako kwamba itaenda mahali penye majibu, itaenda mahali palipokusudiwa, itaenda mahali pa baraka. Iambie miguu yako haitaenda kwenye misiba, haitaenda kwenye karamu za uharibifu, haitaenda kwenye matatizo au matukio mabaya. Iambie mwezi huu ya kwamba umebarikiwa. Ewe mwezi umebarikiwa. Naondoa laana ya mwezi. Huenda kuna matokeo au kuna maneno yanayosemwa kwenye mwezi. Huenda kuna miungu ya mwezi, na ipiga kwa jina la Yesu. Kila miungu ya mwezi huu na iondoa kwa jina la Yesu, na kutabilia yale ambayo yalishindikana mwezi uliopita, mwezi huu yakawezekane. Mungu akupe mpenyo, Mungu akupe wepesi. Bado hujachelewa, bado hujachelewa kuombea mwezi, bado hujachelewa kuombea malango ya mwezi. Yabarikiwe kwa jina la Yesu. Lolote utakaolifanya likafanyikiwe kwa wepesi. Lolote utakaoligusa likaende. Mahali popote ambapo ulichelewa, Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali. Pokea kibali cha mwezi, ukauone mkono wa Bwana, ukaone matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Roho wa Mungu akushike na akuhudumie katika jina la Yesu. Pokea kibali cha mwezi mpya. Neema ya Bwana iambatane nawe kwa jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Mungu akubariki sana, kutende mema. Mungu ameubariki na kufungua mwezi wako. Mwezi wako umebarikiwa. Neema ya Mungu iko pamoja nawe. Unataka kurudia tena maombi haya ya ushindi katika kuutabiria mwezi. Uambie mwezi huu unataka nini na nini kitokee. Uamuru mwezi. Mungu akubariki na kutendea mema. Wale ambao mnatamani kuendelea kufuatilia vipindi vyangu, karibu kwa njia ya mtandao wa kijamii YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa. Ukiandika Maombi ni Dawa, utatokea mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Bonyeza alama ya kusubscribe ikiwa bado haujasubscribe kwenye akaunti yetu. Na wewe ambao unanifuata kwa njia ya TikTok, Mungu akubariki. Unaweza kaenda YouTube pia, kuna vipindi vingi vya kiroho vitakavyoweza kukuinua. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri na mwezi wako uwe umebarikiwa. Amen.